Ikiwa ni baada ya majibizano makali ya taasisi hizi tatu, Yanga, lakini pia bodi ya CRDB, lakini pia na TFF wakijibizana kuhusiana na malipo yao. Yanga baada ya msemaji Ally Kamwe kuongea maneno jana kwamba hawajalipwa pesa zao ili waweze kucheza fainali ya shirikisho la CRDB kule Zanzibar, lazima walipwe pesa zao kwanza. Sasa wameweza kujibu tena TFF, ikiwa TFF wameweza kusema kwamba pesa ambazo wao hawajawalipa ni kwamba zile pesa waliingia mkataba kwamba maana klabu ya Yanga haikulipa fedha za wachezaji wa kigeni ndani ya klabu hiyo, hivyo walitaka pesa hizo ambapo wamekuwa kishinda makombe hayo basi ziwe zinakatwa direct na kuingia katika bodi ya TFF kuchukua pesa hizo. Sasa klabu ya Yanga wameweza kurudi na kuwajibu TFF wakisema kama ifuatavyo. Taarifa kwa umma. Tumeona taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu TFF kuwa anadai klabu ya Yanga African bila kutoa ufafanuzi wa deni lenyewe. Tunapenda kujulisha umma kuwa klabu ya Yanga African haijawahi kulipwa fedha yoyote ya ubingwa wa kombe la shirikisho kwa msimu mitatu mfululizo. Msimu wa 21-22, msimu wa 22-23 na msimu wa 23-24. TFF wamekuwa wakishikilia fedha hizi za ubingwa kwenye akaunti zao kila msimu unapomalizika, huku wakifahamu ni makosa na kinyume cha utaratibu. Hakuna uthibitisho wowote wa kimaandishi unaonesha kuwa TFF wamewahi kulipa fedha hizo za ubingwa wa klabu ya Yanga. Ni aibu na fedheha na kutia dosari mdhamini kuendesha mashindano bila kumlipa bingwa kwa msimu mitatu mfululizo. Tunaelekeza dawa ya deni ni kulipa kwa wakati, ikiwa ni haki ya mshindi na inampa heshima mdhamini wa mashindano. Ieleweke ada ya malipo ya wachezaji wa kigeni walizosema kwenye taarifa yao hulipwa mwanzo wa msimu mpya na hela hizo za ubingwa hutolewa mwisho wa msimu. Kabla ya Young African haijawahi kupokea taarifa yoyote rasmi kutoka TFF kuhusu klabu yetu kuwa na deni kwao. Uongozi wa klabu ya Young African unaendelea kusisitiza kulipwa pesa yake ya ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB kwa msimu wa mwaka 2023-2024 ili tuweze kucheza mchezo wa finali siku ya tarehe 28 Juni mwaka 2025. Imetolewa na ofisi ya mtendaji mkuu Young African Sport Club. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika taarifa hiyo. Lakini kama ilikuwa hujui sakata hili limeanzia wapi, ni mtazame hapa video ikuelekeze ni kwa namna gani sakata hili lilianzia. Tazama mwanzo hadi mwisho. Hapa ni Blue House Dex Media. Mimi ni Todd Alexander Scott Rizzi. Ikiwa ni baada ya mvutano wa hivi karibuni wa taasisi tatu, hapa nazungumzia klabu ya Young African, lakini pia nazungumzia CRDB benki hii, lakini pia nazungumzia TFF ambapo wamekuwa wakijibizana kwa barua za umma ambazo barua hizo zilikuwa zinatoka hadharani. Ukifuatia katika mitandao yake ya kijamii Instagram pamoja na X, mtandao wa Twitter, wamekuwa wakitoa barua hizo za wazi ambazo zikisomwa na kila mtu, barua hizo zikionyesha majibizano kwa hoja. Sasa hayo yote yalianza baada ya semaji wa klabu ya Yanga majira hapo jana wakati anafanya press conference na waandishi wa habari, aliweza kuzungumza mambo mengi sana kuhusiana na kile wanachosema kwamba walinyimwa pesa yao ya ubingwa ikiwa ni shilingi milioni 200, hawakulipwa, hivyo ili kucheza dabi wanahitajika kulipwa pesa zao zote ambazo itafanya waweze kucheza dabi, lakini ukiachana na dabi waweze kucheza mchezo ambao ni wa finali kati ya Singida Black Stars ambao unatarajiwa kupigwa huko Zanzibar mapema kwa ajili ya finali ya kombe la shirikisho la CRDB, ambapo baada ya hayo yote CRDB ilikuja kuandika barua ya wazi, lakini baada ya CRDB kuandika wakaandika pia TFF barua ya wazi. Ungana nami tukazisome barua hizi zote za wazi na tukapitie kile ambacho aliweza kusema semaji la klabu ya Yanga Ally Kamwe. Mimi ni Todd Alexander Scott Rizzi, na subscribe ili wa kwanza ambao utakuwa unapata habari zetu kila wakati na kila muda. Sasa ikiwa ni mapema baada ya kikao kifupi cha semaji na afisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe kusema kwamba wanadai shilingi milioni 200 wakidai TFF, hivyo baada ya ubingwa wao mwaka jana hawajaweza kulipwa pesa ile na wanahitaji kulipwa ili kucheza finali ya shirikisho la mwaka huu CRDB, ambapo baada ya hapo CRDB iliweza kuibuka na ujumbe mrefu kwa umma ambao ujumbe huo ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo. Mimi nakupitishia tu taarifa kwa umma. Benki ya CRDB inapenda kutoa ufafanuzi wa madai yaliyotolewa na msemaji wa klabu ya Yanga katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 9 Juni mwaka 2025 katika makao makuu ya klabu hiyo. Katika mkutano huo, msemaji wa klabu hiyo alinukuliwa akitoa taarifa kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na kwetu kama mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa klabu ya Yanga haitocheza finali za mashindano hayo msimu huu kama
hawatolipwa fedha za ubingwa wa msimu uliopita. Tungependa kufahamisha umma na wadau wote wa soka kuwa benki ya CRDB na taasisi yenye kuzingatia weledi, kanuni na taratibu, na kwa msingi huo tayari benki ilikwisha kutekeleza kikamilifu wajibu wake wa kifedha kwa TFF kama sehemu ya makubaliano ya udhamini wa mashindano haya. Malipo yote ya msimu uliopita yalifanyika kwa TFF kwa mujibu wa mkataba baina ya benki ya CRDB na TFF. Benki ya CRDB inatambua kuwa mbali na mchezo wa soka kuunganisha jamii yetu na kutoa burudani, lakini pia mchezo huu ni ajira kwa vijana wengi. Hivyo dhamira yetu ni kuendelea kushirikiana na TFF, vilabu na wadau wengine katika kukuza michezo huu na kuhamasisha mapana na kwa maslahi mapana ya taifa letu. Imetolewa na Idara ya Mawasiliano na Uhusiano kwa Umma, benki ya CRDB, Juni 10 mwaka 2025. Sasa baada ya CRDB kuandika taifa hile, wakaja pia TFF nao pia walikuja wakaandika ujumbe wao kufuatia mtandao wa Instagram pamoja na X ambao ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo: Tanzania Football Federation, taarifa ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo: tunapenda kuthibitisha umma kuwa benki ya CRDB ndio mdhamini mkuu wa mashindano ya kombe la shirikisho TFF na inatekeleza ipasavyo majukumu yake ya kimkataba. Kwa msimu wa mwaka 2023-2024 wa mashindano ya kombe la shirikisho ya benki ya CRDB Bank Confederation Cup, benki ililipa fedha zote za kimkataba ikiwa ni shilingi milioni 255 na kwa ajili ya uendeshaji na mashindano hayo. Tumesikia meneja habari wa mawasiliano wa Young African kupitia vyombo vya habari akidai kuwa klabu hiyo inadai TFF shilingi milioni 200 ambayo ni zawadi ya ubingwa wa kombe la shirikisho ya benki la CRDB. Tunapenda kutoa ufafanuzi kwa TFF ndio inadai klabu hiyo Young African iliomba barua kwa fedha zao za zawadi katika mashindano mbalimbali zikatwe kulipia malipo yaliyotakiwa kulipa kwa TFF ikiwemo ada za wachezaji wa kigeni. Hivyo ili kutoendelea kusababisha sintofahamu kwa umma, tumeandika barua ya Young African kutuma kwetu mtaalamu wao wa kifedha kesho saa 4 asubuhi kwa kiki deni la klabu hiyo ikiwa na vielelezo vyote katika ofisi ya TFF. TFF zitaendelea kutekeleza wajibu wake wa kusimamia mpira wa miguu ikiwemo kulinda taswira za wadhamini wake. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika barua ambayo iliweza kutumwa na TFF, lakini chini iliweza kuandika kwamba Clifford Mario Dimbo, afisa habari na mawasiliano wa TFF, Juni 10, 2025. Hapa ni Banyaleo TV, endelea kusubscribe ili uwe mwanafamilia wetu wa kwanza ambayo tuko tunapata habari zetu kila muda. Asante. Kutoka taarifa fainali ya kombe la shirikisho la CRDB tarehe 28 Zanzibar. Niambie ofisi ya katibu mkuu wa TFF na tuwaambie wenye mashindano haya benki ya CRDB. Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita. Tuko very clear. Mpaka maana tumeleana kwa muda mrefu hapa. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shirikisho la CRDB msimu uliopita, Yanga haitacheza hiyo mechi na huko pia hatuchezi. Very clear. Kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa, hii ni haki yetu. Msimu mzima tumeisubiri hapa, tumeshaandika barua sana. Tushaandika sana barua. Sasa iko very clear na huu ndio msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatutalipwa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi